Askofu wa Dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera, Dr. Benson Kalikawe Lwakalinda Bagonza ameandika na nukuu alichokiandika: naipongeza Jamhuri na kuishauri wale mnaopenda kuwapopoa kwa mawe wale wote msiokubaliana nao, na waomba mnipopoe. Jamhuri katika kesi ya uhaini inayomkabili mtundu wa taifa Tundu Lissu imeamua kukata rufaa kwa kesi ambayo haijahukumiwa au haijafika mwisho. Wamejuaje kuwa wameshindwa na kuamua kukata rufaa? Mimi nawapongeza sana Jamhuri kwa uamuzi huo uliokuja ghafla. Namwona mtu anataka kunikosoa kuwa Jamhuri wamekatia rufaa uamuzi mdogo, sio kesi nzima. Bado naiona hekima ya kosa la Jamhuri kukatia rufaa uamuzi mdogo badala ya kusubiri hukumu ya mwisho. Naeleza haya sasa. La kwanza, Mjaluo akiwa anapigana na mkewe na ghafla akaingia mgeni, ugomvi huwa unaisha. Uamuzi mdogo uliofanywa na majaji kuhusu hoja ya kuleta ushahidi upya ni kama mgeni aliyekuta ugomvi unaoendelea. Badala ya Jamhuri kumaliza ugomvi, imeleta rufaa. Hiyo ndiyo njia ya kumaliza ugomvi na lawama zote ziende kwa mgeni aliyeingia. La pili, nia ya kukata rufaa sio kukata rufaa. Mjaluo akizidiwa nguvu na mkewe huwa anapiga kelele na kusema, jamani, nishikeni kabla sijamuua huyo. Hapo mwamuzi huingia kumwokoa mme, lakini mke udhani ameokolewa yeye. Wako wapi wazee wenye hekima waingilie ugomvi huu ili kuokoa heshima ya taifa letu? La tatu, naipongeza Jamhuri kwa kutengeneza fursa adimu ya kumaliza jambo hili kwa hekima. Wale mnaohangaika na maridhiano, hapa ndipo Jamhuri amewapasia mpira na kipa wa Kijaluo ameshatoka golini. Malizia ili Machawa watengeneze sinema nyingine. Hii imechuja na wasiojua sheria wameanza kubobea kuliko Katuga. La nne, Jamhuri si DPP wala serikali kwa maana ya executive branch. Jamhuri ya kweli ni sisi sote, akiwamo Tundu Lissu, Katuga, majaji, polisi, bodaboda na polisi bodaboda wanaotoa ushahidi. Hakuna maslahi na ugomvi huu, ni hasara kwa nchi na mahusiano ya kijamii. Hata Wajaluo wanaelekea kuchoka kusikiliza kesi hii. Mwisho, Baba Askofu Kalikawe Lwakalinda, daktari wa falsafa huyo, anamalizia akisema, naelewa wito wangu na pongezi vinaweza visiwe na maana. Hata ngariba aogopi mkojo. Kwa sasa hivi tunajiumiza wenyewe kwa mashimo yanayowekwa wazi katika ugomvi huu. Kwaresma njema, Ramadhani Karim. Naam, ni ujumbe wa Baba Askofu Kalikawe Lwakalinda, mkuu wa kanisa la Kiinjili na la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera, akitupitisha kuhusiana na sakata la Jamhuri kukata rufaa dhidi ya Tundu Lissu wakati kesi inayomkabili ya uhaini ikiwa inaendelea, ambapo Baba Askofu amechambua na kuonyesha kwamba huenda Jamhuri ishachungulia kwamba inaweza ikapoteza hii kesi, na walichokifanya ni kuamua kukata rufaa, jambo ambalo litapelekea mwenyekiti huyu wa Chadema Tundu Lissu, ambaye Baba Askofu amemtaja kama mtundu wa taifa, kuendelea kusota gerezani. Kama umeipenda taarifa hii, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe uendelee kupata taarifa zetu kutoka hapa Junii TV Online.